Mwanzo ilionekana kana kwamba ni tetesi tu, lakini sasa rasmi mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS inaonyesha wazi kwamba wananchi Yanga wametuma rufani kwao wakipinga juu ya kile kilichotokea Machi 8 mwaka huu, kwamba bodi ya ligi ilitangaza kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Wao Yanga walikuwa wenyeji dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Sasa CAS katika barua ambayo iko kwenye public, iko kwenye umma, inaonyesha kana kwamba wanakiri wamepokea rufani ya Yanga katika dokezo la rufani lililotumwa kwao Machi 17 mwaka huu, na kisha barua hiyo ikatoa maelekezo kadhaa, lakini ikidhihirisha kwamba Yanga waliowashtaki katika shauri hilo ni bodi ya ligi TPLB, lakini vile vile wahusika wengine ni shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF, lakini pia na watani zao wa jadi Simba, ambao CAS imetoa maelekezo juu ya nini cha kufanya, ikiwa ni pamoja na wahusika kutoa maelezo kwao, lakini vile vile ikitoa maelezo kwamba shauri hilo litashughulikiwa kwa haraka zaidi ili hatimaye kupata mwafaka. Lakini pia kuna maelekezo juu ya Yanga nini cha kufanya. Barua hiyo ya CAS ya Machi 31 inawekwa hadharani, huku kukiwa tayari kumefanyika jitihada kadhaa za kupata suluhu ya swala hili, ikiwamo kwa wahusika wote Yanga, Simba, bodi ya ligi, shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF, kwenda kwa waziri mwenye dhamana ya michezo Profesa Palamagamba Kabudi na kukutana naye katika mazungumzo ambayo hata hivyo hayakuwekwa hadharani kuhusiana na swala hilo. Je, nini kitakachofuata? Hilo ndilo ambalo limebaki vichwani mwa wengi kujua hatima ya swala hili mikononi mwa mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Kwa ufupi, kuna mambo kadhaa ya kisheria, na bila shaka mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS itatafuta suluhu mwafaka juu ya swala hili. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media, ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Na baadaye bodi ya ligi ikaja kutoa taarifa juu ya kuahirishwa kwa mchezo huo, lakini awali mwenyekiti wake Steven Mguto alikuwa amekaririwa na baadhi ya vyombo vya habari akieleza kwamba pamoja na malalamiko ya Simba kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwa kuzuiwa na mabounsa wa Yanga, lakini mechi itakuwa pale pale. Hata hivyo, tangazo baadaye kwamba mechi imeahirishwa, Yanga hawakukubali kwa sababu walipeleka timu uwanjani ambako pia kulikuwa na mashabiki kadhaa. Nini kitakachofuata juu ya swala hili? Bila shaka CAS ndio mahala sahihi pa kutoa muafaka juu ya nini kitakachoendelea, kwa sababu inafahamika wazi Yanga baada ya hapo walieleza dhamira yao ya kuitaka bodi ya ligi kuwapa pointi 3 na mabao 3, kwa sababu wao wanaamini hakukuwa na sababu yoyote kikanuni inayoruhusu mechi kuahirishwa. Lakini sasa CAS ndio watatoa majibu juu ya kile wanacholalamikia Yanga, lakini juu ya uamuzi wa bodi ya ligi uliofanywa siku hiyo ya Machi 8, lakini pia na malalamiko ya Simba yaliyosababisha bodi ya ligi kuja kutoa uamuzi wa kuahirishwa kwa mechi hiyo. Yapo mengi bila shaka kisheria yatajadiliwa na kufikia mwafaka, lakini bila shaka yoyote miongoni mwa mambo ambayo yatatakiwa kutolewa majibu na ufafanuzi katika swala hilo ni pamoja na upande wa bodi ya ligi kutoa ufafanuzi juu ya kanuni iliyotumia katika kuahirisha mechi hiyo. Wakati ikiahirisha mechi, bodi ya ligi ilirejea kanuni namba 34. Kanuni namba 34 kifungu cha kwanza, kanuni namba 34 kifungu cha kwanza 3, ambacho
Kanuni hii ya 34 inaelezea juu ya sababu za kuahirishwa kwa mchezo. Katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024 inaeleza wazi kwamba kanuni hii ya 34 inaeleza ni kwa sababu zipi mechi inaweza kuahirishwa. Zimetajwa sababu kadhaa. Sasa hii iliyotumiwa na bodi ya ligi katika kuahirisha mchezo ule yenyewe inaeleza juu ya kuwepo kwa sababu ya dharura, lakini pia kuwepo na sababu yenye msingi itakayokubaliwa na TFF, kwa maana shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Sasa kanuni hii ndio ambayo bodi ya ligi walielezea kama sababu ya kuahirishwa kwa mchezo uliokuwa uchezwe Machi 8 kati ya Yanga wenyeji dhidi ya watani wa jadi Simba. Sasa bila shaka kutakuwa na ufafanuzi dharura ni ipi. Hakika bodi ya ligi na wanasheria wake watakuwa wamejipanga kwenda kufanua juu ya hili, lakini pia ya msingi ni ipi kiasi cha kukubaliwa na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. Kwa vyovyote vile yapo mambo mengi ambayo pande husika zitajadili na kutoleana maelezo, huku wakizingatia kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali. Lakini kwa vyovyote vile mojawapo eneo muhimu sana ni hii kanuni ambayo ndiyo iliyotumiwa na bodi ya ligi kama msingi wa kuahirishwa kwa mchezo ule wa Machi 8, 2025, Yanga dhidi ya Simba. Ilikuwa ni mechi ya mzunguko wa pili, inafahamika wazi, kwa sababu katika mzunguko wa kwanza Yanga wakiwa ugenini, Simba wakiwa wenyeji kwenye uwanja Mkapa, Yanga walishinda bao 1-0, bao lililotokana na kujifunga kwa beki wa Simba Kevin Kijiri. Na hivyo mzunguko wa pili, mechi ya Machi 8 ilitarajiwa kuwa na mvuto wa aina yake, na ndivyo ilivyokuwa. Hamasi ilikuwa kubwa sana, lakini baada ya kilichotokea mechi kaahirishwa. Na bila shaka uamuzi wa CAS pengine utakuja kutoa mwangaza juu ya mashabiki wale ambao walilipa viingilio vya mechi hiyo, wakakata tiketi, lakini mwisho wa siku mechi kaahirishwa na hakuna maelezo ya kina mpaka sasa juu ya nini kitakachofuata kuhusiana na amana zao, fedha zao walizolipia tiketi kwa ajili ya kuona mchezo huu ambao mwisho wa siku haukuchezwa, uliahirishwa na bodi ya ligi. Pengine baada ya kufikiwa suluhu kwa swala hili huko CAS, majibu yatakayotoka ni pamoja na hili la hatma ya viingilio vya mashabiki na wadau wengine mbalimbali ambao walijikuta wameingia katika hasara kubwa au usumbufu mkubwa kutokana na mechi hiyo ya dabi ya watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba kuahirishwa Machi 8, 2025. Nini kitachofuata ni swala la kusubiri, kwa sababu hatima ya swala lenyewe iko katika divisheni ya rufani ya CAS ambayo rais wake ni Madam Corinne Shimidhoza. Bila shaka na jopo lake na wataalamu wake watatafuta hatima ya swala hili la dabi ya Kariakoo ambalo limekuwa gumzo kwelikweli hapa nchini tangu siku mechi ilipoahirishwa mpaka sasa. Simulizi zake, maelezo yake hayaishi vinywani mwa wafuatiliaji wa mpira wa miguu nchini, hususan wa kambi mbili Yanga na Simba. Nini kitakachofuata? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.